Madhabahu ni roho iliyo nyuma ya kitu chochote. Inaweza ikawa ni ardhi, chumba au ugonjwa unaopitia, jaribu, hiyo mivutano ya ndoa, hayo mapito ya kwenye biashara, hiyo ni madhabahu, ni roho iliyoko nyuma. Na roho ya kimadhabahu huwa ina tabia ya kujirithisha na kurithishana. Roho iliyokuja kimadhabahu huwa ina tabia ya kujirithisha na kurithishana. Kwamba leo wanamtesa huyu, wanapambana sasa na wamchukue na mtoto wake na mjukuu wake. Hii familia iwe, yani hiyo roho iwe kama ndo Mungu wao, ndo anayewatawala. Tatizo lile, yule fulani alikufa kwa ugonjwa ule na wewe unatakiwa afe kwa ugonjwa ule. Maskini ulimpata baba yako, wameenda wanarithishana. Ni roho iliyoingia kutokea kwenye mindset ya huyo wa kwanza, akaifungulia ikaingia kwenye familia, na hiyo familia imetekwa na hiyo roho. Wote wanapita njia ile, wote wanakufa katika umri ule, wote wanakufa kwa ugonjwa ule. Asili ya tatizo hilo ni roho iliyoko nyuma ya jambo hilo, ambayo ilianzishwa na mtu kule alipopewa mtazamo fulani akaukubali. Ni roho iliyoko nyuma ya jambo lote lile. Unaweza ukaivika kitambaa hiki, ukakitoa tu katika ile ya kawaida, ukakitenga na ukaanza kuambia watu, hiki kitambaa ukikigusa utapigwa shoti. Kuna watu watakigusa kitambaa watakwambia. Kuna wakati nimewaleta watu hapa waliokuwa wanaombewa, nikaombea tu madhabahu yangu hiki. Nikamwambia leo wote mnaohitaji kuombewa utakuwa unagusa hapa. Wakati tunakutana na vita, mtu kugusa hapa anakuambia bora afe, bora uniue. Pepo zinapiga kelele, wananyanyua watu vijana kumleta mtu aje aguse hapa. Anajitupa, ni bora angukie kule lakini asiguse hapa. Na akigusa tu amefunguliwa. Hiki kitu kina dude gani mpaka mtu akija kigusa tu hapa kuna namna fulani. Hivi ni vyuma vinavyotoka kule kwenye aluminium vya kawaida kabisa. Kinachotofautisha hapa ni roho iliyoko juu ya hiki kidude. Kilichotofautisha hiki ni ile tu kukiweka wakfu na kukibadilisha. Inageuka sio mahala pa kawaida, usiguse kijinga. Umeweza kunielewa? Madhabahu ni roho iliyoko nyuma ya mambo. Tatizo hilo si la kawaida, ni roho. Kwa namna hiyo ni madhabahu. Nataka utoke katika mwili tuingie rohoni, tukaipige hiyo vita yako na leo ishindwe kabisa. Sema amen. Mungu akubariki. Kitabu cha Kutoka sura ya 34 mstari wa 11, Biblia inasema, liangalieni neno hili ninalowaamuru leo. Tazama mbele yako na mtoa Mwamori. Liangalieni neno hili na muwe makini, be careful. Kwa kuwa leo na mtoa Mwamori mbele yako, na Mkanani na Muhiti na Mperuzi na Muhivi na Myebusi. Liangalieni jambo hili, hawa na watoa leo kwenu. Basi neno la kuangalia ni hili: jihadharini nafsi zenu, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea, lisiwe mtego katikati yako. Usifanye agano. Anachokisema ni nini? Usikubali kuifanya akili yako itekwe na hivyo vitu vya hao watu unao kutoa kwao. Wasiteke mindset yako, wasichukue. Bwana asifiwe sana. Kanisa huko hapa, kuna watu wamevikwa madhabahu za roho ya mauti. Akiingia hata msibani, tayari anafanya maagano na ile mauti iliyoko pale. Wamepita wote kwenda kuangalia pale. Yeye kuangalia, anaingia kimaagano. Akili yake inaanza kuhubiriwa. Umeona hivyo lala? Leo utakavyokufa Mungu wangu, ndio utakavyokuwa hivyo na wewe unaenda kufa. Anatoka mpaka rudi nyumbani na agano analotembea nalo. Nguvu ya mauti imeinuka ndani yake. Halali anaona watu wanakuja, anaona waliokufa. Bwana anasema liangalieni neno hili, jihadharini, msikubali kufanya maagano. Mindset yako ndio inayowindwa ili ingizwe katika agano la uharibifu. Shetani anapambana kuonyeshe makahaba namna wanavyofanya ukahaba na uzinzi, ili akuingize katika agano la uzinzi na ukahaba. Anasema jihadharini, angalieni mindset zenu zisikamatwe na hivyo mnavyovitazama. Jihadharini. Jihadhari mindset yako isikamatwe na hizo taarifa unazozisikia. Wanakuambia biashara hii ndio umeanzisha. Biashara huwa ni ngumu sana. Jihadhari na hayo maneno yasije kukuingiza kwenye maagano ya kutokwenda kokote kule. Hivi nao umeanza kufuga kuku. Unajua mama fulani alifuga zote zikafa. Ni za kwake yeye, acha sio za kwako wewe. Jitofautisha na wengine, zilizokufa ni za kwake yeye. Jihadhari usije ukafanya maagano ya kufisha mifugo yako hiyo kwa sababu ya kuama. Ulisikia? Anasema msifanye maagano na wenyeji. Jihadhari nafsi zenu, usije ukafanya agano. Kufanya agano ndio huko kukubaliana na taarifa unazozisikia. Taarifa, kukubaliana na zile habari unazozijua za matatizo yaliyompata fulani, kwamba hata mimi anaweza akanipata. Nimewahi kufundisha hapa, kuna kipindi nimeishi nikiwa nina uhakika ndani yangu kwamba mimi sio binadamu kama binadamu wengine. Kuna namna fulani naisikia ndani inaniwaka, na Mungu akawa ananipa vitu, maelekezo, hiki usije kukifanya maishani mwako,
taarifa hii usije kuijua kabisa maishani mwako. Jiepushe na usije ukaisikia hata kuisikia. Wewe sio binadamu wa kawaida, wewe ni wa tofauti. Ila nikikaa nikirudi katika kiza cha binadamu nikaanza kuwa najilazimisha. Hivi kwa nini Mungu ananikatazaga mimi nisijue jambo fulani? Yaani vijana wote tuliokuwa nao wanacheza mchezo fulani, ila mimi eti ndio nimekatazwa mimi nisichezage michezo hiyo. Kwani ina shida gani? Mungu ananiambia jihadhari maagano asije kaingia maagano ya uharibifu. Wewe sio wa kawaida. Kuna umri nimefika tayari na familia, nina hali ambayo si ya kawaida. Yaani kuna mfuriko wa nguvu ya Mungu ndani yangu ambao si wa kawaida. Naitamaniki sana hiyo hali. Naitamaniki sana. Ila kiburi kiliniponza kutaka kujua taarifa. Kwani nakatazwa nisiingie huko? Nilipoanza kutaka kupata zile taarifa nijikuta nimeingia kwenye maagano yaliyonitoa katika nafasi yangu na mahali alikoniweka. Jihadhari na hizo taarifa unazojua. Sio kama unanielewa. Utajikuta umeingia kwenye mavitu maagano ambayo yatakusumbua maishani mwako. Bwana tusaidie sana. Jinsi ya kufanya maagano ni hizo taarifa ambazo zinakujia, zinataka wewe ukubaliane nazo. Hivyo vitu vinavyokuzunguka. Habari mbaya ambayo unazisikia kwa wenzio, ugonjwa wao ndio uliomuua fulani, ulimuua yeye, wewe hautakuua. Acha kuendelea kukaza kusikiliza. Fulani alipofikia umri huo, baba umri huo, mama anza kujilinda hata namna unavyokunywa sukari, tayari kisukari kinakunyemelea. Ni wao, sio wewe. Acha kujiweka kwenye position ya kwamba sasa nimefikia eneo ambalo kuna vitu fulani niwe makini. Huo makini hautakusaidia. Biblia inasema Bwana asipolinda nyumba, wailindao wanafanya kazi bure. Bwana asiposimama kutetea, hata ungejilinda haitawezekana. Cha kukulinda ni wewe kujitofautisha na binadamu wengine. Jihadhari usifanye maagano na hizo roho zinazokuambia kwamba umri uliofikia, sio hivi na hivi, kuna mambo fulani. Usifanye maagano. Mwambie jirani yako usifanye maagano. Twende mstari wa 13. Bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Maana hutamwabudu Mungu mwingine, kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu. Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi, watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao. Mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake, usikubali. Sasa kuna vitu vitatu, rudisha pale juu kidogo. Anasema bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Kiroho, kibiblia, kila kitu unachokijua kina utatu wake. Ndio maana tunakwambia kuna namba za kiroho. Moja namba makini sana kiroho, namba 3. Kila kitu unachokijua katika ulimwengu wa roho kina utatu wake. Kina namba 3, kina utatu mara 3 yake. Lakini pia kila kitu unachokijua pamoja na utatu wake kina mgawanyo wa mara 2. Kwa hiyo kuna namba 2 pia inahusika. Kila kitu unachokijua kina utatu, lakini pia kina mgawanyo wa mara 2. Kwa maana hiyo kuna utatu wa kishetani, mgawanyo huo wa huko, lakini mgawanyo mwingine 3 wa kimungu. Kuna utatu namba 1 wa Mungu aliye hai, na kuna utatu wa pili wa mapepo na mashetani. Kwa sababu kila kitu kina utatu wake. Kitu cha kimungu kikifanyika kinakuja katika hali ya utatu. Kitu cha kishetani kikifanyika kinakuja katika utatu wake. Sasa kuna namba ambazo vya kishetani vimepewa. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura ya 13, namba ya kishetani ambayo ni namba ya kibinadamu ni namba 6 mara 3. Lakini namba ya kimungu imetajwa katika Biblia maeneo mengi kuwa namba 7 kwa ukamilifu wa kiungu. 7 mara 3. Sasa ni mara 3 mgawanyo wa mara 2. Bwana asifiwe sana. Kanisa tuko hapa. Sasa utatu huu unaotajwa hapa, anasema bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja nguzo zao na kuyakatakata maashera yao. Hii ndio njia pekee ya kupigana vita ya kiroho. Kuyaelewa mambo haya ili ushinde vita ya kiroho ni kuyafahamu mambo haya ili uweze kushindana na kushinda. Jambo la kwanza, kuelewa madhabahu. Tumesema madhabahu ni nini? Ni roho iliyo nyuma ya tatizo lako. Roho iliyo nyuma ya jaribu lako. Roho iliyo nyuma ya kitu fulani. Kuna binti tulikuwa tunamwombea hapa ambaye alipokea kitambaa kwa mchumba aliyemkataa. Kijana akasema nilikuwa nishakununulia na umenikataa, basi tuchukue tu. Kumbe kakifika maroho. Kile kitambaa kinamtokea usiku na mchana. Na kikimtokea tayari yule mwanaume anatokea. Na amekuwa na paga na mapepo, tumehangaika naye sana hapa yule binti. Kwa hiyo ni roho iliyoko nyuma ya kile kitambaa. Si kwamba ni kitambaa kilichotoka kuzimu. Vingine vimenunuliwa tu makoroboi. Vikavikwa roho. So madhabahu ni roho. Sasa tunakuja kwenye kipengele cha pili ambacho ni utatu wa hiki kitu. Anasema mtavunja madhabahu kwa maana mtazivunja hizo roho. Sema leo tunavunja hizo roho. Sema leo tunavunja roho. Roho gani tunayoivunja? Roho iliyo nyuma ya madhabahu hii inayotembea nyuma yangu.
Roho iliyo nyuma ya madhabahu hii inayonitesa, magonjwa haya, jaribu hili, kutokuolewa huku, kutokuoa huku, kutokufanikiwa huku, roho iliyoko nyuma, leo tunavunja hizo madhabahu. Ni hiyo roho iliyoko nyuma ya tatizo lako. Kitu cha pili alichosema, mtavunja nguzo zao. Hiki kinachoitwa nguzo nilikueleza, nimeshakufundisha sana. Hiki ni taarifa ulizo nazo, ndio inaitwa nguzo. Ashera ni sauti ya hicho kinachokutesa. Sasa ngoja nikueleweshe vizuri. Katika Agano la Kale walipokuwa wanajenga madhabahu hasa za kishetani, hata za kimungu pia ni hivyo hivyo. Ilikuwa inajengwa madhabahu, lakini pia kuna nguzo katikati ya hekalu pale madhabahuni. Utasikia kuna baadhi, Biblia inasema wakati Sulemani anataka kumpiga yule bwana aliyekuwa amemuasi, alikimbilia hekaluni, akakimbilia kwenye nguzo ya madhabahu, akajishikiza kwenye nguzo ya madhabahu. Kwa hiyo madhabahu yote ilikuwa ikijengwa, ilikuwa ni lazima iwepo nguzo ya kuishikilia. Na ile nguzo ilishikamanishwa na kitu kinachoitwa ashera. Ashera ilikuwa ni kamba ngumu iliyokuwa inafunga nguzo na madhabahu. Kama madhabahu ndio hii hapa, kuna mwamba umesimama, ili madhabahu hii iwe imara, kuna mwamba, nguzo imesimama ambayo inawafungamanisha. Kamba sasa inawafungamanisha, ndio ashera. Ashera wa madhabahu ni ile kamba imemfanya madhabahu na nguzo washikamane. Ndio maana ashera hasemi utaiangusha, anasema ashera utafanyaje? Utaikatakata. Ila nguzo inatakiwa ianguke na madhabahu inatakiwa ianguke. Sasa tunakuelesha kwa mifano. Hii ndio madhabahu. Tunasema madhabahu ni nini? Roho ndio inayodhihirisha ile tatizo lilo. Roho hiyo haiwezi kusimama, haiwezi kutenda kazi ndani yako, inategemea nguzo iliyoitegemeza. Na hiyo nguzo ili ikae pamoja na madhabahu, inategemea kamba waliofungamanisha nayo. Bwana kusaidia, umenielewa? Sasa madhabahu ili ifanye kazi ya mtu, huwa inaleta taarifa. Kuna taarifa unazo, ndio nguzo. Na hii madhabahu ili iendelee kuwepo ni kwa sababu nguzo ipo. Kuna taarifa zipo katika ufahamu wako. Ndio maana madhabahu ipo. Hii madhabahu ipo kwa sababu nguzo imemshikilia. Nguzo ikianguka na madhabahu, kwa sababu haliwezi kusimama lenyewe, na linaanguka. Taarifa ulizonazo kuhusiana na mapito ulionayo ndio nguzo inayomsaidia madhabahu endelee kuwepo katika maisha yako. Lakini pia hao wameshikamanishwa na kitu kinachoitwa ashera. Ashera ni mshauri, ni wazo linaloibuka baada wewe kuwa umekutana na nguzo. Sasa kwa upande wa Mungu, Mungu mwenyewe, Mungu Baba katika utatu wake ndio madhabahu. Kristo Yesu ndio nguzo yake, kwa sababu Yesu ndio taarifa ya Mungu. Biblia inasema Yesu ndio neno. Neno ndio habari yenyewe. Ukimsikia Yesu, Mungu anaingia, anajitegemeza kwa vile ulivyomsikia Yesu. Na atakayewashikamanisha ninyi na Yesu ni Roho Mtakatifu, ndio ashera. Ashera wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Asipokuwepo, nguzo inaanguka. Na nguzo ikianguka na madhabahu inaanguka. Kwa Roho Mtakatifu asipokuwepo, tayari ndio amewashikamanisha wewe na Mungu. Ndio ameshikamanisha ile Kristo na Mungu ndani yako. Roho Mtakatifu akiondoka, Yesu ambaye ni nguzo, neno lile ambalo lisikia linakosa mwelekeo, linaanguka na Mungu anaanguka. Umenielewa vizuri? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kiroho, upande wa maadui zetu, nao kuna taarifa wanazozilazimisha wewe uwe nazo ili madhabahu iendelee kupata nguvu maishani mwako. Kuna taarifa wanakulazimisha uendelee kuzijua. Kuna mtu anaweza akaishi, ukikaa siku 2-3, wazo linakujia, unasikia kiu cha kuangalia watu walioko uchi. Huyo ni ashera. Kwetu sisi ni Roho Mtakatifu. Lakini kule kwa mapepo, ashera, shetani, pepo linalokuja na kusemesha, linakuletea wazo. Angalia picha za watu wanaofanya ngono. Angalia picha. Mwili unawaka moto kabisa. Kwa nini wanataka uangalie? Hizo ni taarifa ambazo ukizipokea, madhabahu itafanya kazi. Nguzo ile imesimama, ukienda tu kaangalia, hiyo ni taarifa, na taarifa nimekuambia ndio nguzo. Umeona watu wako uchi, madhabahu ya zinaa inainuka ndani yako. Kwa nini? Ulitazama. Hiyo ni nguzo. Aliyekusababisha utazame ni nani? Ashera, ile kamba. Amekuibulia wazo kwamba tazama, ona kale kabiti kanapita, angalia miguu yake namna ilivyo mizuri, angalia miguu yake imepinda, angalia kana macho anataka kudondoka. Hayo macho unavyoangalia, hilo ni wazo la ashera, ili wewe ukilifuata madhabahu, taarifa ziinuke. Zinaa inainuka ndani yako na roho ya uzinzi inaanza kutenda kazi ndani yako. Shetani anakupa taarifa, umesikia fulani amekata ziwa, titi lake lilikuwa na kansa, lilikuwa na hivi. Mungu jamani, Mungu wangu, ugonjwa jamani. Maana unasikia kitu kanaanza kuwasha. Ashera anaanza kukusemesha. Vile ulivyoona fulani amekatwa ziwa, hako kana kuanza kuwasha, ndio huyo. Na wewe limekuanza. Kwa muwasho. Na wewe unakubali kushikamanishwa. Biblia inasema msifanye maagano nao
na unakubali kufanya maagano. Ashera anakupa wazo kwamba hapo panako kuwasha limeanza titi lako nao kama la fulani, nao litaenda kukatwa. Ukisikia tu sauti ya Ashera, nguzo inasimama, anakufungamanisha na madhabahu. Hiyo madhabahu ya pepo kansa anainuka, madhabahu ya roho kansa inainuka kwa sababu imepata nguzo. Kuna taarifa unazo, zimeletwa na nani? Zimeletwa na Ashera. Kuna wazo limeibuka ndani yako kwamba hata fulani alikufa kwa kansa, Mungu wangu ya maziwa jamani, hata mimi nisije nikapata matatizo. Ile wazo tu ni wazo la kiashera ambayo ni kamba ndio inayokushikamanisha na hiyo madhabahu. Leo nataka tuvunje madhabahu, tuangushe na nguzo. Taarifa zote ulizo nazo mbaya, hebu sema leo zinaanguka. Sema kila taarifa mbaya ninayojua, niliambiwa kwetu watuolewi. Leo hiyo taarifa hakikisha inaanguka, maana ni nguzo. Hiyo taarifa ulioambiwa kwamba kwenu hauolewi, nani aliyekuambia kwamba kwenu hamuolewi? Hao wasiolewa ni wao, wewe utaolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Kinachokutesa leo kiharibu, iangushe hiyo nguzo ya kimadhabahu. Nani alikwambia kwamba kwenu hamuolewi? Kwa hiyo na wewe umejiandaa kutokuolewa, umejenga nguzo na madhabahu inainuka, hutaolewa kweli, kwa sababu una taarifa tu za kwenu kwamba hawaolewagi. Nani kakwambia wewe utaolewa? Nasema na mtu aliye na imani, nasema wewe utaolewa. Nani alikwambia kwamba kwenu hammiliki kwamba na wewe hautomiliki? Hiyo ni nguzo umejenga. Taarifa ulizozisikia ni taarifa batili. Ukitaka hiyo roho ya kutokumiliki kuachie, ihubiri akili yako, iambie nafsi yako kwamba mimi ni wa kipekee, mimi sifanani na yoyote. Kama katika familia yetu hakuna aliyefanikiwa, hiki chuma ndo kitakachotokea. Anayeelewa peke yake aseme amena. Jiandae kujiona mimi ndo nitakayefanikiwa. Shetani, hapa umegonga mwamba. Hiki ni chuma kingine. Sina habari ya kwamba nyumbani kwetu hatufanikiwa. Hizo taarifa sina wala sijawahi kuzisikia. Nachojua sisi ni wabarikiwa. Unatembea unashika mkono, ukiruhusu na ukaishi kama tunajua hakuna tunavichukia ndani ya kanisa hili, na Mungu wangu ndicho kitu ninachokichukia. Kama upole. Baba, yani sisi familia yetu ndio tulivyo hivi. Yaani unajua huwa nasikia kutaka kuchapa makofi, lakini kwa sababu mimi nina tabia kutaka kumwaibisha mtu. Naweza nikakupuuza tu kaona unanisemesha na mimi napita zangu. Asubuhi tutaongea Jumanne, utakuja Jumanne. Na sitaki kusikia habari za. Ukiona nakusaidia, mimi napenda niwasaidie watu ambao wanakuja na roho ya ushindi. Ananiambia baba, mimi sio kawaida. Hata kama kuna mambo nayapitia, baba yangu endelea kuniombea, ila mimi sitabaki kama nilivyo. Ukija na lugha za namna hiyo tutaongea lugha moja. Lakini wakati wote unakuja na lugha zile zile na kuhubiri injili ya kukutoa hapo, bado sioni hata dalili ya kutoka hapo. Huna taarifa nzuri unazokuja nazo. Elewa, taarifa mbaya hazikusaidii katika ufalme wa Mungu. Unyonge na upepo hali ya kipepo unaojitia kujiweka katika ile upepo, unajitia katika vifungo, haikuokoi. Hiyo inakuweka katika hali ya kufungwa. Unanielewa mtu wa Mungu? Hiyo ndiyo nguzo ya tatizo lako. Mwambie jirani yako aliyekaa naye, mwambie tatizo ulilonalo nguzo yake ni hizo taarifa ulizonazo. Mwambie hizo taarifa ulizonazo ndiyo nguzo ya tatizo lako. Sikiliza mpendwa, hivyo ulivyo imetegemea sana taarifa ulizonazo. Taarifa ulizonazo ndio zimekukreate wewe kuwa hivyo ulivyo. Ukiona katoto ni kajasiri, kuna namna kalivyolelewa. Biblia inasema misingi ikivunjwa ikiharibika, mwenye yake atafanyaje? Kila katoto ni kajasiri, kana usubutu ndani yake. Kuna namna kamelelewa kidesign hiyo, kamelelewa kikamanda. Na ukiona katoto ni kaoga, yani hata kakisikia kalitiwa katika jela hilo, na ndani kuna madhabahu imeinuka. Huyu mtoto kuugua pressure ni jambo la kawaida kabisa. Huyu mtoto kuvamiwa na mapepo usiku akawa anaota mandoto ya ajabu ni jambo la kawaida kabisa. Sababu alilelewa katika misingi ambayo inamuonyesha kuna hivi, kuna hili, kuna namna. Unajua ukilala usiku kuna vitu vinakuja. Hizo taarifa zikianza kuinua nguzo ndani yake, madhabahu imesimama. Bwana akusaidie sana. Kama kuna vitu vya kuepuka navyo, epuka taarifa mbaya. Epuka habari ya mateso ikijaa katika ufahamu wako. Biblia inasema kimjacho mtu nafsini mwake, na nimeshafundisha habari ya nafsi, ndio kinachoanza kuleta uharibifu. Amejawa matatizo, amejawa kwamba wao hawaolewi, amejawa kwamba wao hawafanikiwi, ndio kilichokujaa. Hautabaki salama. Lakini ukiona watu wameinuka, wanatembea kama simba, wamebarikiwa kila kona, ndani wamejaza taarifa nzuri, kila wanapopita wanajiita wabarikiwa, kila anakokwenda. Naweza kuambia ndugu zangu akina Abi tukiwa nakaa nao, nimebaki nao, akina Bila nimebaki nao mimi na wao, wazazi hawapo, na waambia yani iweje, iwe jua iwe mvua,
mimi ni mbarikiwa wa familia hii. Mimi si wa kawaida. Wakati huo kuna namna fulani familia inakuona, inakupuuza. Mimi nimepita katika vipindi vigumu, baba hanielewi. Baba ni mtu ambaye asiyenielewa kabisa na amekufanya kama adui wakati mwingine, kumbe ni roho tu iko ndani yake. Lakini ndani nikipiga moyo konde, naambia mzee, hujamuelewa huyu. Huyu ndio ungemshikilia kweli kweli. Huyu ndio lango la baraka yako. Huyu si wa kawaida. Na wakati wao unapita katika vita, katika hali ngumu, lakini ndani naihubiri nafsi yangu habari njema kwamba wewe si wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Huwezi kuihubiri nafsi yako ushindi ukaishibisha ikawa nguzo ya kuinua madhabahu ya ushindi ndani yako, ikawa nguzo ya kuinua madhabahu ya mafanikio ndani yako. Iambie nafsi yako kwamba mimi si wa kawaida. Yaani washinda wengine, mimi hawezi kunishinda. Mahali ambako wengine hawakupita, mimi nitapita kama mwali wa moto. Kitabu cha Wafalme wa kwanza tutaishia hapa leo. Wafalme wa kwanza sura ya 13 mstari wa kwanza. Tusome mpaka mstari wa 6. Nasoma hapo kwa jina la Yesu. Biblia inasema, na tazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana. Sema kwa neno la Bwana. Kuna mtu akaja kwa neno la Bwana. Anasema, na tazama akatoka mtu wa Mungu katika Yuda kwa neno la Bwana, akafika Betheli. Naye Yeroboamu alikuwa akisimama penye madhabahu afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana, akasema, madhabahu, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake ataitwa Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahala pa juu wanaofukiza uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Anasema akatoa ishara siku ile ile, akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Hebu kwa neno la Bwana, hebu sema mchana wa leo, kwa neno la Bwana, madhabahu inakwenda kupasuka na makapi yake yataruka mpaka kuzimu katika jina la Yesu aliye hai. Nimesema hilo tatizo lilonalo ni madhabahu. Kuna roho nyuma hilo tatizo. Huo ugonjwa ulionao, hiyo hali ya kutokuolewa, hiyo hali ya kutokufanikiwa, kuna roho nyuma yake. Jiandae kuipiga hiyo madhabahu, na ili uinyamazishe kabisa, angusha na nguzo yake. Nguzo yake ni nini? Taarifa unazozijua kuhusiana na hilo tatizo. Achana na hizo taarifa unazojua kuhusiana na hilo tatizo, achana nazo kabisa. Shetani ana tabia kujitengeneza kule katika ufalme wake. Anajiambiaga, anawaambia wachawi na ambao ndo maajenti wake kwamba taarifa zangu wanazo, ila mimi za kwao sina. Yaani anatuambia eti sisi, anawatuma anawaambia kwamba kule taarifa zangu wanazo, ila za kwao sisi hatuna. Yaani za kwetu sisi anajifanya kama hazijui, analazimisha kwamba za kwao tunazijua. Leo tunamwambia taarifa zako hatuna, sisi za kwetu unazo. Ukitaka kushinda jaribu, uliambie jaribu, mimi taarifa zako sizijui. Mimi ndio yule niliyemwoa fulani, mimi sijui, hizo taarifa sina, ila za kwangu unazo, kwamba Mungu anakaa ndani yangu. Hilo jaribu lazima ulihubiri habari hiyo, kwamba mimi habari ya kwamba nitakufa masikini, hiyo habari sina na haijawahi kusikika katika maisha yangu. Habari hiyo sina kabisa na haijawahi kuwepo, ila ninachojua, nina habari ya nguvu iko ndani yangu. Kuna nguvu. Kuna nguvu ya kiuchumi inakaa ndani yangu. Kuna nguvu ya kimafanikio inakaa ndani yangu. Kuna nguvu ya ufufuo inakaa ndani yangu. Kuna nguvu ya uponyaji. Hiyo ndio habari nilionayo, na hiyo habari hata ninyi mapepo mnaijua. Lazimisha kwamba wao pia waijue habari yako, ila wewe usilazimishwe kujua habari zao. Habari zao sina, ila za kwangu wanazo. Wanajua nguvu nilionayo, wanajua moto unaokaa ndani yangu, wanajua roho ya mafanikio niliyoibeba, wanajua nyota yangu ni nyota kubwa. Habari yangu wanayo, ila habari ya kwao sina, katika jina la Yesu aliye hai. Anza kujihubiri kwamba habari yangu ni kubwa, habari yangu inasikika, habari yangu ina sauti kuliko habari yao. Ona wao wameilazimisha habari yao kuwa habari yenye sauti. Inyamazishe katika jina la Yesu aliye hai. Shetani anajaribu kuifanya habari yake kuwa habari yenye sauti masikioni pako. Izibe kabisa. Mimi habari sizisikiagi, wala sizina, siwe kusikia. Wanakuambia wewe hujui, hii biashara umeifanya, hizo habari sina. Mimi ninachojua kwa biashara hii ndio washinda wengine mimi nafanya. Unajua hii flame uliowekwa, walikuwa wameweka biashara fulani lakini kuendelea. Sina habari hizo. Mimi ninachojua hapa, kwa mimi huyu hapa panakwenda kubadilika kabisa. Hii biashara ile washinda wengine mimi nitaifanya, na sitakuwa kawaida. Wale wa Mungu waseme amen.
Sasa shida yako ni kwamba habari za adui unazo, ila hutaki kumlazimisha adui azijue habari zako. Mpelekea adui habari hizo, mwambie mimi habari zangu ni hizi, si binadamu wa kawaida. Sikiliza, anasema yule kijana akatoa ishara siku ile ile, akasema hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu kwa Betheli, alinyoosha mkono wake pale madhabahuni, akasema mkamateni huyo. Basi ule mkono wake aliyonyoosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Amemkuta Yeroboamu. Hii historia ya Yeroboamu sitaki kukupa leo, nitakupa siku nyingine. Yeroboamu ndio yuko hapo anaabudu hizo madhabahu za kishetani, madhabahu za kipepo, anazifukizia uvumba. Kajamaa kametoka Yuda, kakaja kanamwambia, wewe mfalme, na kuapisha kwa neno la Bwana, hii madhabahu yako inakwenda kupasuka, itapigwa, itachanganyikiwa na majivu yake yataanguka. Madhabahu hii ya kichawi iliyoijenga inakwenda kupasuka. Mfalme aliposikia maneno akasema mkamateni. Aliposema mkamateni, mkono ukakatika. Kumbe sio kama mtu kawaida kalikoongea maneno. Bwana tusaidie sana. Mkono ukaenda, unanyoshia mkono. Yaani kijana ambaye unanyoshia mkono, aliponyosha mkono kwamba mkamate, mkono ukaenda. Mstari wa 5, madhabahu ikapasuka pale pale na majivu ya madhabahuni yakamwagika sawasawa na ishara aliyoitoa yule mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu, akaanza kunyenyekeza, akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, kawa kama alivyokuwa kwanza. Chapie Bwana makofi mengi na vigeregere. Chapia Bwana makofi mengi. Chapia Bwana makofi mengi na vigeregere. Sema amen. Nataka ujiandae leo kupasua madhabahu, hata kama ni kwa dakika 5 Bwana atakazotupa. Hakikisha kila wazo linaloinuka kwenye ufahamu wako, ambalo ndio nguzo ya madhabahu, wazo lote baya, wazo lote la kufa, hiyo ni roho kamili inayoinuka ndani yako. Hebu sema, ninakataa kufa kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna watu mko hapa mnatembea na madhabahu za mauti, madhabahu za vifo. Ndio maana kila ukilala unaota ndoto za watu waliokufa. Hiyo ndio moja ya ishara mbaya. Ukishaona mtu ameanza kuota ndoto za ndugu zake waliokufa, na baadhi ya watu walikuwa wanajua, ukianza tu kuota, elewa tayari kiroho huwa ni ishara inayothibitisha kwamba umefungwa na roho ya mauti, na unaweza ukafa muda wote, hata kwa ajali au kwa njia yote kule kuota ndoto za waliokufa. Leo elewa hizo taarifa ni nguzo mbaya. Hakikisha kila hofu ya mauti, unatembea kwa uoga, hujiamini, unahisi kwamba ndio tatizo litakupata, hiyo ni roho, hiyo ni nguzo inayoinua madhabahu ya mauti juu yako. Angusha kabisa hiyo nguzo, na hata unapolala piga marufuku kwa ndoto za vifo. Piga marufuku kwa ndoto za waliokufa. Marufuku zisiingie nyumbani kwangu. Sina shirika na waliokufa. Sema amen. Kama huna shirika na waliokufa, hebu sema sina shirika na waliokufa. Sina mapatano na mauti, katika jina la Yesu aliye hai.